Habarini za saizi ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa mwongozo wewe ambaye umekuwa ukihitaji kupata msaada katika namna moja ama nyingine. Aidha unasumbuliwa na maradhi, au vile vile unahitaji kupata mafanikio, au ni mtu ambaye unapambana kufanya biashara sana lakini riziki zako zimekuwa hazikai. Napozungumzia riziki hazikai, namaanisha kwamba unapambana, unapata pesa lakini haikai. Lakini vile vile uko katika kazi, katika wadhifa fulani, umekuwa uko pale pale, upati nafasi ya kupanda daraja au kupanda cheo, unakuwa huonekani. Napozungumzia huonekani katika namna gani? Unaweza ukawa umeajiriwa katika kampuni au katika sehemu yoyote ile ya kikazi au ya ajira, lakini ukajikuta wewe uko pale pale. Kuna wengine wana daraja kama la kwako, wana elimu kama ya kwako, wako katika ngazi kama ulionayo wewe, au kielimu mko sawa, lakini anayekuja anakuzidi wewe, unabaki pale pale. Unajiuliza, shida ni nini? Changamoto ni nini? Kwa nini mimi siendelei? Kwa nini sifanikiwi? Iwe kibiashara, iwe kikazi, iwe kiuchumi. Umekuwa ni mtu wa kukaa hapo ulipo. Mpenzi mtazamaji wa familia ya Dr. Mama Kavumo, niko hapa kukuondoa katika changamoto ambayo inakusumbua. Nini ufanye kuondokana katika hiyo changamoto? Ndugu zangu, amini kwamba kila mtu ana utawala wake, na uamini kila mtu ana nyota yake, na uamini kila mtu ana nguvu ya asili ya upande wa kwao. Na ninapozungumzia asili, nazungumzia pande mbili, na tunapozungumzia nyota tunazungumzia pande mbili. Utambue wewe utawala wako au asili yako inatoka pande mbili, inatoka upande wa ubabani, lakini pia inatoka upande wa mamani, inatoka upande wa kikeni na upande wa kiumeni, na ndio maana ukatokea mtu ambaye ndio wewe. Sasa basi, mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu na kukuongoza ili uondokane katika changamoto uliopo. Mara nyingi watu wengi, naendelea kuwapa elimu siku ya leo, inakuwa ni kujisahau au kuacha nguvu ya asili. Ili uweze kufanikiwa, ni lazima nyota yako ikae katika mlinganyo au ikae katika namba yake. Watu wengi wanakuwa wanafanya makosa au wanakuwa hawaelewi nyota zao kushuka, au nyota yako inaweza ikachukuliwa pasipo wewe mwenyewe kujua. Na ili ujue kwamba umechukuliwa, kuna ishara kuu zipatazo tatu. Ishara kuu zipatazo tatu. Moja kwa moja, napozungumzia utawala au nyota, asili kazi yake ni kutunza nyota yako isichukuliwe. Asili kazi yake ni kuhakikisha nyota yako inakaa katika mlinganyo. Sasa moja kwa moja, unaporuhusu nyota yako ikachukuliwa au unaporuhusu nyota yako ikaweza kushushwa katika namna moja ama nyingine, moja kwa moja utajikuta unakuwa ni mtu ambaye unapita katika changamoto na mitihani mbalimbali. Kwa nini nazungumza katika mitihani mbalimbali? Kwa sababu unajikuta ni mtu ambaye unapata pesa lakini pesa yako haikai, lakini unajikuta pia ni mtu ambaye unakaa sehemu moja kiajira, upandi daraja. Ili uweze kupanda daraja, ni lazima nyota yako ikae katika mlinganyo, na vile vile moja kwa moja ni lazima uweze kukaa katika asili ya nguvu ya mila ya kwenu. Kwa hiyo mila namna gani, ndugu zangu? Tunapozungumzia mila, tunazungumzia ni mizimu. Tunapozungumzia mila, tunazungumzia asili ya pande zote mbili. Watu wengi au makabila fulani ya sisi wa Afrika, au katika bara lingine au tofauti na sisi wa Afrika, watu wengi wana tambiko zao au wana mila zao. Ile mila hufanyika ili kujenga ukaribu wa nguvu ya asili ambayo ndiyo chimbuko lako wewe. Unapokaa katika mila ile asili, ile nguvu ya asili ya mizimu ya kwenu au wale mababu zako husimamia katika kulinda ile nguvu ya asili. Lakini unapokuwa kukai katika mila, ni rahisi mtu kuchukua nyota yako, kwa sababu ile asili inakuwa imekuacha, imekutenga,
unakuwa uko wewe mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa wewe mwenyewe huna nguvu yoyote ambayo inakusimamia na kukulinda, mtu anaweza akaona nguvu ya nyota yako, ukajikuta wewe umesoma sana, una elimu kubwa sana, una ujuzi mkubwa kuliko mtu mwingine, lakini ukajikuta mtu anaona nyota yako na nguvu ulionayo, ana uwezo wa kuchukua kimazingara nyota yako na ikaweza kutumika kwake yeye, wewe ukabakishwa kimvuli. Sasa unapobakishiwa kimvuli, unajikuta ni mtu ambaye si kwamba kazi hufanyi, kazi unafanya, lakini unajikuta huwezi kupandishwa cheo, huwezi kuongezewa mshahara, pesa yako ukipata haufanyii vitu vya maana, inapotea, kila unachokipanga kinavurugika. Utambue nyota yako inakuwa imechukuliwa. Sasa ili ujue nyota yako imechukuliwa, utajikuta mtu anakwambia, bwana, nilikuwa nimekusahau, nilikuwa na jambo moja nitaka tushirikiane, lakini nimekusahau kabisa kama wewe upo. Nilikuwa nahitaji mtu wa kazi katika nafasi fulani, lakini nimesahau kabisa kwamba wewe upo. Unapokuta watu wanakusahau, watu hawakukumbuki, watu wanakuwa wanahitaji kushirikiana na wewe, lakini hawakumbuki kwamba ujuzi wako wewe upo, au wewe upo mwenye taaluma ya namna hiyo, utambue moja kwa moja nyota yako imechukuliwa. Kwa hiyo sasa, mpenzi mtazamaji wa familia Dr. Mama Kavumo, unachotakiwa kufanya, acha kuteseka, iwe ni kibiashara, iwe kikazi, hebu wasiliana na mimi Dr. Mama Kavumo kupitia namba yangu ya simu 0712 94 44 34. Lakini jamani, usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Niko hapa kuendelea kukupa elimu. Ni mambo mengi yataweza kukuelimisha na mtaweza kukusaidia pia. Kwa wewe ambaye unahitaji kupata msaada, unapitia changamoto na maumivu mbalimbali, hebu chukua namba yangu ya simu. Unahitaji ushauri, unahitaji kujua nguvu ya asili ikusaidieje, uko nchi yoyote ile, uko mkoa wowote ile, lakini mimi Dr. Mama Kavumo naweza kukusaidia. Karibuni, asanteni, tuko pamoja.